Yozi karima matia rabakoze kebregadosa vakote. Damu ya mwana kondoo ifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, ukaondoe kila vazi la Yozi karima matia rabakoze kebregadosa vakote. Damu ya mwana kondoo ifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, ukaondoe kila vazi la Mungu aliye kama wewe. Bwana, ninakutukuza kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ninakutukuza kwa sababu ya wingi wa rehema na neema zako. Asante kwa ajili ya matendo yako makuu. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya rehema zako. Asante kwa sababu unaniwazia yaliyo mema kila itwapo leo. Asante kwa kuwa unanipigania, Bwana. Hujawahi kuniacha niaibike. Hujawahi kuniacha nianguke. Hujawahi kuniacha nifedheheke. Ninalitukuza jina lako, Bwana. Riba katara mama shakataya. Riva kuriba bakuza kataya. Rima makuta riba bakuta. Ribregada bakura makuza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu uliyejaa rehema. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi na alfajiri ya leo. You have granted us favor. You have granted us opportunity, O Lord, to come before you, O Lord, to exalt and magnify your name. Thank you, Father. Thank you for your presence. Sante kwa sababu hujatuacha. Sante kwa sababu umetupa neema hii, Bwana, kuja mbele zako, kuliadhimisha jina lako na kukutukuza. Sante kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Sante kwa sababu ya familia zetu na watoto. Sante kwa kuwa umetupigania na umetupa nafasi hii ya pekee kuja mbele zako. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu ambaye hujawahi kushindwa. Wewe ni Mungu ambaye hujawahi kunyamaza juu ya maisha yetu. Baba, ninakutukuza kwa matendo yako makuu. Ninakutukuza kwa sababu ya wingi wa rehema zako. Baba, umetulinda usiku kucha mpaka sasa. Umetuamsha tukiwa tu wazima wenye afya njema. Umetupigania katika neema na uweza wako. Umetukinga na mkono wa adui. Umetukinga na hila za wanadamu. Umetukinga na roho za uharibifu na nguvu za giza. Umetukinga na vifo vya ghafla. Baba, umelinda nyumba zetu. Umelinda familia zetu. Umelinda watoto wetu. Ninaliadhimisha jina lako, Mungu mwenye enzi, muumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rebakota bashaka rama masekete. Rifrigadure makota ya manduri mashakataya. We thank you, Lord, for the grace. We thank you for the power and mercy. As we proceed, Lord, we believe that you are going to release and to reveal yourself in our midst. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa kuwa wewe unatuwazia mema. Asante kwa kuwa wewe unatupigania usiku na mchana. Hujawahi kunyamaza, hujawahi kutuacha. Baba, ninaliinua na kulitukuza jina lako. Ninasema asante kwa sababu ya matendo yako makuu. Ninasema asante kwa sababu ya neema yako.
Ninasema asante kwa sababu ya rehema zako. Alfajiri ya leo Bwana ninakuinua. Alfajiri ya leo Bwana ninakutukuza. Ninakutukuza Bwana. Ninalisifu jina lako, mfalme wa amani. Nikisema asante kwa ajili ya neema yako. Nikisema asante kwa ajili ya rehema zako. Nikisema asante kwa ajili ya uaminifu wako, wewe ambaye hujawahi kunyamaza. Baba, kwa ajili ya wote wanaofuatilia maombi haya kutoka nchi mbalimbali, kutoka mataifa mbalimbali, ninaamini ya kwamba mkono wako mwaminifu, nawe Bwana umeendelea kuwatamia na kuwaamsha. Wewe uliyetupa nafasi asubuhi ya leo, wewe uliyetupa nafasi na kibali alfajiri ya leo, wewe uliyetupa neema ya kuamka katika mapambazuko ya leo. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakuabudu. Baba, ninakuadhimisha. Wewe ambaye hujawahi kutuacha hata ukamilifu wa dahari, wewe ambaye umeonyosha mkono wako na kutupigania, katika jina la Yesu. Neno lako linasema, yaingieni malango ya Bwana kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema na uaminifu wake ni wa vizazi na vizazi. Nami Bwana ninakuadhimisha kwa kuwa umetupa ruhusa na umetupa neema kuingia malango yako asubuhi ya leo. Umetupa neema kuingia mbele zako alfajiri ya leo. Baba, si kwa uweza wala ujanja wetu, bali ni kwa rehema zako, bali ni kwa mkono wako, bali ni kwa nguvu zako, bali kwa kuwa umetupigania Bwana na kututoa mikononi mwa adui. Hakika wewe ni Ebeneza, hata sasa umetusaidia. Marunda brande vakori bakota zekori mamashakata ya rabako teremakoza. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, pokea sifa za mioyo yetu Jehova. Pokea sifa za nafsi zetu Bwana. Wewe usiyetaka tuangamie, wewe usiyetaka tuwe mawindo ya adui zetu, wewe unayetupigania usiku na mchana. Hapa tulipo ni kwa neema yako Adonai. Asante kwa ajili ya watoto wetu. Asante kwa ajili ya wote wanaofuatilia maombi haya live broadcast. Tunajua ya kwamba walipo wawili ama watatu kwa jina lako, wewe Yesu upo katikati yao. Walipo wawili ama watatu kwa jina lako, ulisema hautawaacha hata ukamilifu wa dahari. Ninakutukuza Kristo, ninakutukuza Yesu. Marota bakori mama kateremando jandora bregada bakuri vakoza kataya. Katika jina la Yesu ninaliadhimisha jina lako Bwana. Ninakutukuza kwa muweza wako Bwana. Ninasema asante mfalme wa amani. Ninasema asante Mungu wa miungu. Asante kwa kumempigania mama yule. Asante kwa kumempigania dada na kijana yule. Umempa nafasi ya kuingia katika maombi ya mapambazuko ya leo, katika dakika 30 za maombi na miujiza. Na si Bwana, tunaingia malango yako kwa kushukuru, tukisema wewe ni mwema, katika jina la Yesu. Baba, tunakuja mbele zako sawa sawa na neno lako la kitabu kile cha Marko sura 11 mstari wa Marko 11 mstari wa 25 na 26. Bwana, umesema kila tusimamapo na kusali tusamehe tukiwa na neno juu ya mtu yoyote, ili Baba yetu wa mbinguni atusamehe sisi makosa yetu. Nami Bwana ninasimama mbele zako, moyo wangu ukiwa umejaa rehema, nikitangaza rehema kwa watu wengine, nikitangaza rehema kwa watu wengine, wote washindanao nasi, wote watu waziao mabaya. Baba, ninaachilia msamaha, maana vita yangu ni vita ya Bwana. Nami kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, I declare forgiveness to others. Kwa damu ya Yesu ninawaachilia wengine. Kwa damu ya Yesu, rehema yako Bwana juu ya wote wapambanao nami, juu ya wote wanaoniwazia anguko, juu ya wote wafurahishao na aibu yangu. Baba, ninawarehemu maana hawajui walitendalo. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, I declare forgiveness to them. Maana imenipasa mimi nisamehe ili nisamehewe, maana kama sitasamehe wengine nami sitasamehewa. Yesu, mwana kondoo wa Mungu, Baba, katika jina la Yesu, moyo wangu hautapambana na mwanadamu, maana mwanadamu hajui alitendalo,
Baba, katika jina la Yesu Kristo, I declare forgiveness to others, for me to be forgiven, as it has written that I should forgive others, for me to be forgiven by you, Lord, in the name of Jesus. As you said in the book of Mark chapter 11 verse 25 to 26, Lord, that we should forgive others for us to be forgiven, in the name of Jesus. Hata katika sala ya Bwana umesema Bwana kwamba sisi tuwasamehe wengine ili nasi tusamehewe. Ndivyo ambavyo Bwana, I declare forgiveness for others kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Baba, nina rehema ili niweze kusamehewa. Moyo wangu hautakuwa na kinyongo dhidi ya mwanadamu. Moyo wangu hautakuwa na chuki dhidi ya mtu mwingine, bali Bwana, jambo langu ni moja, I should pray to others in the name of Jesus. Rekota bakojika makora bregadia marunda vakora bakota ramasakataya. Baba, katika jina la Yesu, katikati ya mapambazuko ya leo, nimekimbilia kwako Bwana, nisiaibike milele. Katika jina la Yesu ninakuja mbele zako Bwana, katikati ya mapambazuko ya leo, nikiomba neema yako sasa kwa ajili ya nafsi zetu, mahali ambapo adui alipata uhalali. Baba, tunaomba rehema juu ya nafsi zetu, juu ya dhambi zetu za kuwaza, juu ya dhambi zetu za kunena, juu ya dhambi zetu za kutenda. Yesu, ninaomba rehema. Yesu, ninaomba toba kwa ajili yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya wote wakao ndani ya malango ya nyumba yangu, pamoja na wale ambao wanaoingia na kutoka, pamoja na waumini ndani ya kanisa hili. Baba, ninaomba turehemu, tusamehe juu ya dhambi zetu za kuwaza, tusamehe juu ya dhambi zetu za kunena na dhambi zetu za kutenda, tulipokwenda kwa mazoea, tulipojitenga mbali na uso wako. Yesu, ninaomba rehema. Yesu, ninaomba toba kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rebakatabashaka rama masekete. Baba, natangaza rehema. Baba, natangaza rehema kwa nguvu ya damu yako iliyomwagika msalabani, kwa damu ya mwana kondoo. Yesu, ninaomba rehema yako. Rebregadabakura makoja kataya. Katika jina la Yesu, lile tone la haki la damu ya kwenye viganja, lile tone la haki la damu ya kwenye ubavu, ikachilie rehema, ikachilie msamaha juu ya dhambi zetu za kuwaza, dhambi zetu za kunena na kutenda. Baba, katika jina la Yesu ninatangaza msamaha, ninaachilia mimi, ninaachilia mimi. Rebakota bashakata rebrigada bakura makuta ramashaka revukuzika brigadia makura mando jabrigada bakura. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninatangaza msamaha, ninaachilia. Moyo wangu hautambeba mtu yoyote, moyo wangu hautabeba mtu mwingine. Ninatangaza msamaha. Riba kutabasha vakori baba kota ramashakataya mandori branda bakora bakata remasaka rebrigada bakori. Katika jina la Yesu, Lord, I declare forgiveness to others. Ninatangaza msamaha kwa ajili ya wengine, ninawaachilia wengine, ninawaachilia wengine. Riba katabashakaramaya rimando jakura brigada bakura mazekari mama yonda vrandora bakota jekuri brigada bakura kazekari mama yandi jandori brigada bakura. Baba, tusamehe mimi na nyumba yangu, uwasamehe watoto wako wote wanaofuatilia maombi haya asubuhi ya leo. I pray that you're going to forgive them. I pray that you're going to release them. Naomba rehema na neema yako, maana umesema ya kwamba hakika, maana imeandikwa ya kwamba Bwana wewe unatusamehe uovu wetu. Katika kitabu kile cha Injili, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 na wa 9, umesema tukisema hatuna dhambi twajidanganya na wala kweli haiko mwetu, lakini tunapotubu dhambi zetu mbele zako unatusamehe na kutuondolea udhalimu. Mwana kondoo wa Mungu, ninakuja mbele zako kwa moyo wa toba na rehema, nikiomba msamaha juu ya dhambi zangu za kuwaza, dhambi zangu za kunena na kutenda, kwa kutokutii kwangu na kutokutimiza wajibu. Lile tone lako la haki la damu ya kwenye viganja, damu ya kwenye ubavu na miguu, likaachilie msamaha kwa ajili ya nafsi ya mtu
mtumishi wako, nikaachilie msamaha kwa ajili ya nafsi yangu, nikiomba neema yako na rehema yako ikaingilie kati juu ya maisha yetu. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba msamaha kwa damu ya Yesu. Tone lako la haki, la damu yako ya kwenye viganja, damu yako ya kwenye ubavu na miguu, likaingilie kati kwa ajili ya nafsi zetu. Baba wa rehema, ninaomba msamaha, ninaomba toba mbele ya kiti chako cha rehema, mbele ya kiti chako cha enzi. Unisamehe Bwana, samehe maisha yetu, samehe maisha ya yule anayefuatilia maombi haya, samehe maisha ya yule anayeomba pamoja nami, samehe wote wanaokaa katika nyumba yake. Maana umesema Bwana, unatafuta mtu mmoja atakayesimama mbele zako mahali palipobomoka upate kuijenga boma. Nikiinua rehema zako asubuhi ya leo kwa tone la haki la damu ya kwenye viganja na damu ya kwenye ubavu na ile damu ya kupigwa kwako, Bwana, ikasimame kama wakili kwa ajili ya nafsi zetu mahali ambapo tulilala adui akapanda magugu. Baba, katika jina la Yesu, neno lako linasema kila pando ambalo hukulipanda litang'olewa. Nikiomba kwa ajili ya mke wangu na watoto, nikiomba kwa ajili ya wenza wa wote wanaoomba maombi haya pamoja na familia zao, watoto pamoja na wakao katika malango ya nyumba zao. Baba, ninainua rehema yako ya damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika Calvary, ikasimame kama wakili katika mapambazuko ya leo. Ikasimame kwa damu ya Yesu Kristo, ikifuta kila kiambaza cha wadui, ikifuta kila kiambaza cha wadui sawa sawa na neno lako Bwana, katika kitabu cha Walawi sura ya 11 mstari wa 20, sura ile ya 17 mstari wa 11, neno lako linasema umeweka damu madhabahuni kwa ajili ya upatanisho wa nafsi, maana ni hiyo damu ipatanishayo nafsi. Nami Bwana, ninainua rehema yako ya damu ya mwana kondoo, ikasimame kama wakili kwa ajili ya nafsi zetu, ikasimame kama wakili kwa ajili ya miili na roho zetu. Baba, nikiinua rehema yako, Baba, nikiinua huruma yako kwa damu ya Yesu Kristo. Futa Baba majina yetu kwenye kitabu cha hukumu, andika majina yetu kwenye kitabu cha uzima. Futa majina ya watoto wako kwenye vitabu vya hukumu, andika kwenye vitabu vya uzima. Watoto wa malango ya nyumba yangu, wote waingiao na kutoka, watoto wangu wa kike na wa kiume, wote ninawainua mbele zako kwa moyo wa rehema, nikiomba Bwana ufute majina yao katika kitabu cha hukumu, andika majina yao katika kitabu cha uzima. Baba, tunaomba toba na rehema, tunaomba msamaha kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya ardhi na malango ya nyumba zetu. Neno lako linasema ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajinyenyekesha na kutubu na kuacha njia zao mbaya, uliahidi samehe dhambi zao na kuwaponya uovu wao na kuiponya nchi yao. Baba, neno lako linasema na kituo chetu kiwe kitakatifu, ili unaposhuka kutuondolea adui zetu usikute kitu kichafu kaondoko katuacha. Nami ninaiachilia damu yako iliyomwagika msalabani, ikanene mema kinyume cha mabaya yote, ikiondoa kila kiambaza cha uadui, ikiondoa kila mapando ya giza, ikiondoa kila alama na mashtaka. Baba, nikifanya upatanisho wa damu ya mwana kondoo, ile damu ya msalaba, ile damu yako kwenye viganja, ile damu ya kwenye ubavu na miguu, ikafanya utakaso kwa ajili ya ardhi yetu, ikafanya utakaso kwa ajili ya malango ya nyumba zetu, ikafanya utakaso kwa ajili ya kuta. Tunajua Bwana mtakatifu, hauna ushirika na dhambi wala uovu. Baba, ninainyunyiza damu ya Yesu asubuhi ya leo kwa ajili ya malango ya viwanja na malango ya nyumba zetu, kwa ajili ya kuta, nikitakasa sebule, nikitakasa dining, nikitakasa vyoo vyote vya nyumba yangu, nikitakasa washroom zote, nikitakasa vyumba vya watoto na vyumba vya wageni, nikitakasa Bwana dining pamoja na sitting room, nikitakasa vibalaza vyote kwa damu ya Yesu. Backyard na front yard yote ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba neema yako kwa ajili ya ardhi ya kanisa hili, maana neno lako linasema ya kwamba na kituo chetu kiwe kitakatifu, ili Bwana unaposhuka kutuondolea adui zetu usikute kitu kichafu kaondoko katuacha. Ninainyunyiza damu ya Yesu, nikiomba rehema kwa ajili ya ardhi ya mtu yoyote anayefuatilia maombi haya mahali kokote aliko. Nyumba yake na itakasa, ardhi ya nyumbani kwake na ipatanisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana imeandikwa kila pando ambalo Baba hukulipanda litang'olewa, likang'olewe pando la uharibifu, likang'olewe pando la kuzimu, zikaondolewe nguvu za giza, laana na mashtaka havina mamlaka kwa jina la Yesu.
Ribakota mashika brigada bakura makota ya mandore mashaka. Baba, naachilia tone la haki la damu ya mwana kondoo, naachilia damu ya Yesu kwa ajili ya rehema, kwa ajili ya rehema kwenye ile ardhi, ikang'oe kila mapando, ikang'oe kila nguvu za giza katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, pando ambalo Baba hakulipanda litang'olewa. Yesu mwana kondoo wa Mungu, katikati ya mapambazuko ya leo, ninaita neema yako Bwana kwa ajili ya ardhi yetu. Ninaita neema yako Bwana kwa ajili ya kanisa la Bowage Ministries. Baba, nikiinua rehema yako kwa ajili ya partners wote wa kanisa hile wanaokutolea sadaka kila wiki, kila mwezi, na wale walio ni media supporters wote wanaokutolea sadaka kila wiki. Lord, I pray for intervention this morning. Maadamu wamekuheshimu kwa matoleo, wamekuheshimu kwa mapato yao, basi rehema yako juu ya nyumba na familia zao Baba ikaonekane kwa jina la Yesu. Reboko tamashika rabregada bakura. Baba, ninainua rehema yako kwa ajili ya Bwana ya waumini wote wa Blood and Water of Jesus wa Bowage Ministries. Ninainua damu yako ya msalaba ikanene kwa ajili yao. Lakini wapo watu ambao Baba wanakuhitaji sasa, wamekuwa wametuma maiki kutoka South Africa. Baba, ninawategemeza juu ya sadaka yao. Wapo wanaokutolea sadaka kila alfajiri katika maombi haya. Baba, uwakumbuke, Baba uwarehemu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninafungua nafsi zetu Bwana, zitoke katika makaburi, zitoke katika mashimo, zitoke katika viringe vya wachawi, zitoke katika madhabahu za giza. Kila mtu ambaye nafsi yake imeingia katika utumwa, kila mtu ambaye nafsi yake imeingia katika soko la utumwa la nafsi, katika ulimwengu wa roho, Baba, ninaachilia damu ya Yesu, nikifungua kila vifungo, nikifungua kila minyororo. Ewe kuzimu, achia nafsi zetu, achia nafsi za wenza wetu, nikiharibu kila kalenda na kila michoro ya kuzimu, nikitegua kila mitego. Imeandikwa katika Mathayo 18:18, whatsoever shall loose on earth shall be loosed in heaven, whatsoever shall bind on earth it shall be bound in heaven. Lolote nitakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa, lolote nitakalolifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Nami kwa mamlaka damu ya mwana kondoo, ninang'oa kila mapando ya adui yaliyopandwa juu yangu na juu ya yule anayefuatilia maombi haya asubuhi ya leo, yule anayeomba pamoja na mimi. Ninategua kila mitego na michoro ya kuzimu, mapando yaliyopandwa kwenye nyumba yake, mapando yaliyopandwa kwenye familia yake, mapando yaliyopandwa kwenye ardhi yake. Nafsi iliyoshikiliwa ikapandiwa mapando, ikatamkiwa maneno. Baba, ninaomba ukanyoshe mkono wako Bwana, ukizifungua nafsi zetu kutoka mautini, ukizifungua nafsi zetu kutoka kuzimu, ukizifungua nafsi zetu kutoka kwenye mahandaki ya kichawi, kutoka kwa mahali popote walipoweka alama na ishara kwa ajili ya kufunga nafsi zetu, kwa ajili ya kufunga nafsi za watu wetu, watoto wetu na nyumba zetu. Baba, katika jina la Yesu, na wote wakao katika malango yetu waliofunga destiny helpers zetu wetu, Baba, ninafungua na kata minyororo, nafungua zile kamba za kuzimu, nafungua kila kamba zilizofunga nafsi, nazifungua kwenye mashimo, nafungua asubuhi ya leo, nafungua kwenye yale mashimo, napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto, moto kwa damu ya Yesu, moto kwa damu ya Yesu. Nasambaratisha viringe na vizimba vya wachawi, nasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo vya mapando yao. Rebokota mashika rabregada bakura mayonda ramando jabregadia rekota bakoshika bregada bakura. Baba, katika jina la Yesu, nategua mitego, naangusha mapando ya kuzimu, naangusha mapando ya kichawi, naangusha mapando ya kipepo, naangusha mapando ya mizimu, naangusha mapando kwa damu ya Yesu yaliyofunga zile nafsi, yaliyozitia nafsi za watu utumwani. Maana imeandikwa, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, na wamekuwa mawindo, wote wamefichwa katika mashimo, wamefungwa katika magereza, hakuna asemaye rudisha. Ewe kuzimu, nakwambia achia hizo nafsi, maana imeandikwa juu ya mwamba wa Kristo Yesu amelijenga kanisa, na malango ya kuzimu yatalishinda. Nami ninasambaratisha kila mitego na michoro ya kuzimu, kila mapando ya wachawi. Ninafungua magereza ya kichawi, magereza ya kipepo yaliyoshikilia nafsi za watu, yaliyofunga nafsi za
watu. Rabakota mashekerebaya, achia nafsi kwa damu ya Yesu. Kuzimu, achia nafsi, achia kwa damu ya Yesu. Achia nafsi, achia kwa damu ya Yesu. Funguka, achia, funguka, achia, funguka, achia. Rebokota bashika makora bakatara masakata. Natuma moto, natuma moto. Huo moto unapita, huo moto unapita. Moto unapita kwenye yale magereza ya kichawi. Moto unapita kwenye magereza ya mizimu. Moto unapita kwenye magereza ya kuzimu. Moto unapita kwenye magereza ya mapepo ya wachawi, mahali ambapo people are confined. Lord, in the name of Jesus, I declare freedom over your people. I declare freedom over their souls, those who have been taken as a captive. Lord, in the name of Jesus, watu waliochukuliwa utumwa, watu waliofungwa ufahamu, waliowekewa uzito wa ibada, waliowekewa usingizi bandia, waliowekewa uzito ukiwa na utupu, waliowekewa roho ya hofu na mashaka. Baba, natuma moto. Baba, ninawaweka huru pamoja na watoto wao. Ninawafungua kwa damu ya Yesu. Marota bakoja karima makota, remando japeka tabakori mamakati zakori babakota. Wote waliofunga nafsi yako, wote walioshikilia nafsi yako, wote waliofunga fahamu zako, wanaachia kwa damu ya Yesu. Wanaachia asubuhi ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Thank you Lord. Asante Yesu kwa neema yako. Asante Bwana kwa matendo yako makuu. Ribrigada bakura makuta ramashaka. Nitambue uwepo wa watoto wangu wengi ambao leo wamejoin. Tambue uwepo wa Chacha Nyamhanga. Mungu akutendee mema. Sema, naomba niombe mimi na mke wangu tupate watoto katika hilo ni jambo jepesi mbele za Bwana. Yes, lakini tuna Vera Monene, tuna David Benson, tuna Shabani Mwatwino anasema tumeamka kwa uwezo wa Mungu kutoka Dodoma. Shabani, Mungu akubariki. Tuna Elizabeth Mwina, tuna Starrick Music, tuna Vera Monene, tuna Gift Mohamed. I hope huyu Gift Mohamed ndio yule ambaye Lord Vex ulikuwa unatuma maombi kwa habari ya Mohamed. Kama sikosei tumuombe. I don't know kama ni yeye, lakini utaniambia. Emisasi anasema, Jesus my Lord, my God, I'm asking for your mercy. Heal the father of my children from diabolic attack. Heal him completely from headache, nightmare, and give him peace of mind. Emisas, I think Emmy ni kutoka Canada. Vera Monene, thank you God for the gift of life. I connect myself and my family to this altar. Lord Vex alianza kwa kusema, Jehovah asante for the new beginning, daily divine mercy and grace. Okay. Baba, katika jina la Yesu, Manka Malema anasema naomba maombi kwa ajili ya familia yangu. Okay. Mungu awabariki kwa kuwa mmewahi kutuma maombi mapema. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamwombea yule baba ambaye anapitia changamoto za mizimu na nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Baba, ninainua neema yako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Every diabolical attack, every demonic attack, Lord, I break it into pieces. I split it into pieces. Ramakota bashaka rimamakota, and I command it to come out from that from that father in the name of Jesus. Ninategua mitego ya kuzimu, ninategua michoro na kalenda za kipepo, mitego aliyotega kwa yule baba, mitego aliyotega kwa yule mzee. Baba, ninautuma moto wa damu ya mwana kondoo, ninautuma moto kwa jina la Yesu, nikiachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, nikiachilia nguvu ya Bwana. Marunda bakori mama kota rabakosha. Asubuhi ya leo nikiondoa kila aina ya vifungo vya maradhi, kila aina ya vifungo vya magonjwa, ninautuma moto kwa jina la Yesu Kristo. Rebokota mashaka tarabaya makori baba sekeri mama yando barota bakoja kata. Ninamwombea Mohamed, ninamtegemeza katika mikono mitakatifu ya Roho Mtakatifu. Ninamwombea uzima, ninamwombea kazi zake za mikono, and I pray for favor. Kila vifungo, kila nira na kongwa zikamwachie kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, na wote ambao wanapita kwenye changamoto za aina hiyo Baba, katika
katika jina la Yesu. Demonic attack and diabolic attack, Mungu mwenye enzi yote uliyetamalaki na kuketi mahali pa juu, kwa jina la mwanao Yesu Kristo na kwa haki ya damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani, Bwana, kila vifungo na kila nira zikawaachie watu wako, nikiwatangazia freedom, nikiwatangazia uhuru, nikiwatangazia financial breakthrough katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, nikiondoa kila mitego na kila minyororo, nikiondoa kila mapando kwa Mohamed, nikiondoa kila mapando kwa yule mtu. Damu ya Yesu Kristo na moto upite kwa jina la Yesu, nikiwafungua kutoka kwenye vifungo vya kimila, nikiwafungua kutoka kwenye vifungo vya mababu na mizimu katika jina la Yesu, nikiwapiga wale wazaliwa wa kwanza wa miungu na mizimu wote waliokaa katika viti vya enzi vya mababu zao katika ulimwengu wa roho, nikipiga wakuu wa anga wote wa Kikuria, wa Kingurimi, wakuu wa anga wa Kizanaki, wakuu wa anga wa Kishashi, wote waliokaa katika anga la Musoma, Reboko Tabashika, nikiangusha miungu yao, nikiangusha vifungo vyao, nikiangusha nira zao, nikiangusha tunguli zao, natuma moto kwa damu ya Yesu, nategua mitego. Reboko Tabashika makora bakatarabaya mandore brega dabakoza katarabaya rima mashika taramakoza. Ninamwombea huyu ambaye amekuwa akitafuta kitambulisho cha kazi asubuhi ya leo. Bwana, ukanyooshe mkono wako katika nchi ya ugeni mahali aliko. Wewe Mungu uliachilia kibali kwa Yusufu, wewe Mungu uliachilia kibali kwa Ibrahimu wakiwa katika nchi za ugeni, uliwafungulia neema yako, uliwafungulia rehema zako, uliwafungulia vibali vyako. Ndivyo ambavyo Bwana ninamwombea apate kitambulisho cha kazi, working permit. Baba, ukasimame wewe, apate papers kwa ajili ya kufanya kazi katika nchi ya ugeni. Neema yako Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, wewe ambaye ulisimama pamoja na Yusufu hata alipokuwa kwenye nyumba ya Potifa, ukaachilia kibali chako juu ya maisha yake. Ndivyo ambavyo Bwana ninaomba kibali chako kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya wote waliokukimbilia, kwa ajili ya wote waliokuhitaji, kwa ajili ya wote wanaoliita jina lako. Baba wa rehema, Ramakota basheke rimamayando rebrega dabakura bakatabakuza kata. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninaomba kwa ajili ya familia ya Manka Meleme. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya baba yake na mama yake, ninaomba kwa ajili ya ndugu zake, ninaomba kwa ajili ya watoto wake, ninaomba ulinzi wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo kabla jua halijachomoza, ndivyo ninavyowategemeza watoto wako mikononi mwako. Mungu uliye hai, ukawaangalie kwenye eneo la kiuchumi, ukawaangalie kwenye eneo la afya, ukaangalie katika eneo la ulinzi. Ulisema usipoulinda wewe mji, walindao wakesha bure. Baba, I pray that you're going to visit them in a mighty way. Kila mapando ya kuzimu, kila roho za uonevu zikawaachie kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, watoto wako wanaopita pagumu kwenye eneo la watoto, ambao hawajapata watoto, Baba, ninamwombea Chacha pamoja na wengine wanaopita kwenye changamoto kama hiyo. Mungu uliye hai, wewe uliyempa Ibrahimu mtoto katika hali ya uzee akiwa mwenye miaka 90, wewe uliyempa mwanamke Mshunami mwenye cheo baada ya kuwahudumia watumishi wako ukampa mtoto. Mungu mwenye enzi yote, wewe uliyefungua matumbo ya wale waliokuwa tasa na kuvipa viuno vilivyokuwa vimepoteza nguvu, ukavirejesha nguvu ya kubea, ya kuzalisha. Ndivyo ambavyo Bwana ninaomba neema yako ikafanya intervention sasa juu ya ile familia Chacha Nyamuhanga na wote ambao wanapita kwenye changamoto kama hizo kwa habari ya watoto asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, wote wanaopita kwenye changamoto ya kupata watoto, Mungu uliyenipa mimi watoto, ukafungue tumbo la yule mama, ukafungue mayai ya tumbo lake la uzazi, ukafungue milija ya tumbo lake la uzazi. Reboko tabashaka, ninaondoa majoka wa kuzimu waliokaa kwenye tumbo la uzazi, mizimu pamoja na majini waliotumwa, masharifu waliotumwa kufunga tumbo lake la uzazi. Baba, muujiza wako kasimame asubuhi ya leo, akapate watoto,
akapate watoto. Majira kama haya mwakani mke wake apakate. Nikivitia nguvu viuno vya baba, nikivitia nguvu viuno vya chacha pamoja na mke wake. Wote Bwana, they are going to bear child. Baba, ninaziandaa nyonga za mama zikawe na uwezo wa kubeba watoto. Ninazitanua nyonga za mama zikawe tayari uwezo wa kubeba watoto. Lakini ninavijaza nguvu viuno vya baba vikawe tayari kuzalisha. Ribuku tabashaka tarabaya yandore makotere mashaka taramakuta. Baba, ninainyunyiza damu ya msalaba, damu yako Yesu, katika jina la Yesu. Ramakota bashaka. Yule ambaye anatafuta mtoto akapate mtoto asubuhi ya leo. Yule ambaye hana mtoto akapate mtoto asubuhi ya leo. Ninamwombea katika jina la Yesu. Ninafungua tumbo lake kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Rabakatabashaka makuta ramandu jabrigada bakuri makuta ramasaka. Ninamtegemeza Gift Mohamed, ninamtegemeza Vera Monene, ninamtegemeza Elizabeth, ninamtegemeza Shabani Mwatino, ninamtegemeza Rabakota Mashaka Manka Melene katika jina la Yesu. Na wategemeza katika mikono yako. Joyce Ramadhani ninamtegemeza. Lord Vox, Emi Sasi, Chacha Nyamhanga, wote Bwana ninaweka katika mikono mitakatifu. Na wote waliopata neema ya kuingia kwenye live hii ambao hawajapata, pengine hawajajua ama hawajajua umuhimu wa kutuma message, but Lord, I pray that you're going to visit them in a mighty way. Watembelee asubuhi ya leo, simama nao pamoja na nyumba zao. Baba, ninawaombea wanaokwenda maofisini asubuhi ya leo. Baba, ninaliondoa fungu la kukosa, ninaondoa roho za ajali, ninaondoa roho za mauti. Njia zote ninazitakasa kwa damu ya Yesu. Njia zote ninazitakasa kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya wenza wetu waendapo makazini, lakini kwa ajili ya watoto wetu wa kike na wa kiume wanapokwenda mashuleni. Baba, ninaondoa roho za mitego njiani, ile mitego ya uharibifu kwenye njia, zile roho za mauti kwenye njia, ninaziondoa kwa damu ya Yesu. Ninaziondoa kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo ikawe ni mapambazuko yaliyojaa baraka na neema zako. Uso wako ukatembee na watoto wako. Wanaotafuta kazi wakapate kazi, wanaotafuta kazi wakapate kazi, wanaokwenda kufungua maduka wakafungue kwa jina lako Yesu. Na wateja watatoka kutoka mashariki, kutoka magharibi, kaskazini na kusini, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Isaya 66 mstari ule wa 1 mpaka wa 4, ya kwamba na wainuke waangaze, maana nuru yako imewajia. Baba, tuinuke na tuangaze, maana nuru yako imetujia. Lakini katika Isaya sura ile ya 60 mstari ule wa 11 umesema, na malango yetu yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu watuletee utajiri wa mataifa. Ndivyo ambavyo ninaiombea ofisi ya yule dada, ndivyo ambavyo ninaliombea duka la yule mama, ndivyo ambavyo ninaiombea kazi yake ya mikono. Malango yake yatakuwa wazi daima, ili watu wamletee utajiri wa mataifa. Mikono yake haitatawanya, bali mikono yake itakusanya. Rabakatabasheke makuta ramandu. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea neema ya Bwana. Miracle, Mungu akutendee mema. Neema Marele, Mungu akutendee mema kutoka Marekani. Pokea neema ya kuzaa. Tumbo lako likajazwe nguvu ya uzima. Tumbo lako likapokee favor kwa jina la Yesu. Neema Morele kutoka Marekani, in the name of Jesus, all the way from Tanzania to USA. I send the miracle of God, that God is going to visit you kwenye tumbo lako la uzazi. Mungu akupe watoto wa kiume na wa kike. Majira kama haya mwakani upakate mtoto katika jina la Yesu. Ninakutamkia kibali cha uso. Wote watakao kuona wewe watamuona Bwana. Ninakutamkia kibali cha jina. Wote watakao litaja jina lako walitalitaja kwa wema. Halitatajwa kwa masingizio wala kwa makosa ambayo tayari ulikwisha samehewa. Ninakutamkia kibali cha mikono. Mungu akabariki kazi ya mikono yako. Mahali utakapogusa wewe amegusa Bwana. Mikono yako haitaharibu. Mikono yako itatengeneza na kuweka uzima. Mikono yako haitatawanya. Mikono yako itakusanya katika jina la Yesu. Ninaondoa fungu la kukosa. Ninaondoa nuksi katika mikono yako. Mikono yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Ninakuombea kibali cha sauti. Sauti yako ikawe na ushawishi mbele ya wateja. Sauti yako ikawe na ushawishi mbele ya
bosi wako. Sauti yako ikawe na ushawishi mbele ya subordinate wako ofisini. Sauti yako ikawe na ushawishi watu wote utakaowaambia kwa habari ya ufalme wa Mungu, wote watasikia na kutii. Ninakutamkia kibali kwa jina la Yesu kwa ajili ya miguu yako. Mahali utakapokanyaga wewe amekanyaga Bwana, utamiliki malango ya adui zako katika jina la Yesu. Kuna namba ya sadaka hapo, nataka niombee sadaka. Wala ambao watatuma sadaka, ziko namba ambazo zinaachiliwa hapo. Kuna namba ya NMB account, lakini kuna namba ya simu ya kawaida ya Airtel Money, lakini kuna namba ya Voda lipa namba. Ya Voda lipa namba ni kwa ajili ya wale walioko ndani ya nchi ya Tanzania. Wengine kwa urahisi wenu mtatuma kwa hiyo namba ya Airtel ambao mko nje ya nchi, namba ya Airtel Money. Anza na Bwana asubuhi ya leo kwa kutuma sadaka yako, maana unapotuma sadaka yako asubuhi ni kama ambavyo umeanza sauti yako kuisikilizisha mbele za Bwana na kusikia maombi asubuhi. Maana unapoanza na Bwana kwa kila kitu chako, kabla fedha yako haujaipeleka sokoni kwenda kununua mahitaji yako, kabla fedha yako haujapeleka sheli kwenda kununua mafuta, ama haujaenda kulipia gharama za usafiri unapopanda basi kwenda kazini, nataka nikwambie unavyoanza na Bwana ndivyo Mungu pia anavyokuonekania. William Mapunda, Mungu akubariki pia. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako asubuhi ya leo katika mapambazuko ya leo. Kama ambavyo wameamua kuanza na wewe katika maombi, ndivyo ambavyo wanakwenda kuendelea kuanza na wewe katika sadaka. Kila anayetoa sadaka asubuhi kama walivyofanya watumishi wako na alivyofanya Ayubu kwa kutoa sadaka kuteketezwa kila siku asubuhi kwa ajili yake na kwa ajili ya watoto wake, ndivyo ulivyobariki mali zake na kuziongeza sana na kuziwekea wigo wa ulinzi wako pande zote, kama ulivyosema katika Zekaria 2:5, ukasema ya kwamba umetuzingira mji na miji yetu kwa moto, na wewe umekuwa utukufu huo ndani yetu. Ndivyo ambavyo Bwana ninaliinua jina lako nikiomba Bwana ukaipokee na kuitakabari sadaka ya yoyote anayehakikisha kwamba anachangia kwa sadaka yake huduma hii iweze kuendelea mbele katika jina la Yesu. Usiwapungukie Bwana, usipungukie dhabihu zao. Lakini wapo ambao wametuma mic Bwana, wote ninawaombea neema. Wapo ambao ni partners wanatuma sadaka ya mwezi wakijiunganisha katika utumishi wa madhabahu hii. Asubuhi ya leo ninawaombea neema juu ya sadaka zao. Ukazikumbuke kama sadaka Dorcas, ukakumbuke kama sadaka Cornelio. Baba, kama ulivyoweza kukumbuka sadaka ya mwanamke Mshunami, mwanamke mjane wa Selepta, ndivyo ambavyo kazikumbuka sadaka zao zikanene mema mbele zako. Baba, ninabariki matoleo haya. Lakini wale ambao wanatuma pia maiki kutoka South Africa, Baba simama nao, sitanyamaza wala sitaacha kuwatamkia baraka, maana for whosoever give unto you Lord. Kazi yetu sisi ni kumwombea baraka ili aione faida katika kutoa na kushikamanisha vyanzo vyake vya uchumi pamoja na madhabahu ya Mungu. Mungu mwenye enzi yote, ninaliinua na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo kwa ajili ya watoto wako. Vikapu vyao vya kukandia ngano havitatindika, havitapungua. Chupa ya mafuta haitaisha. Vibubu vyao na mahali pa kutunzia fedha hawataenda bankrupt, hawatafirisika, bali Bwana fedha zao zitaongezeka. Maana Daudi amesema katika Zaburi ya 23:6, wema nazo fadhili zanifuata. Ndivyo ambavyo wema na fadhili zikawafuate watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Paka muda kama huu tena kesho, panapo majaliwa ya uwezo wa Bwana. Mungu akubariki na siku yako ikawa yenye nuru na baraka tele. Amen.